Ya, leo nataka niongee na wewe kuhusu nguvu mbili ambazo zinasababisha madhara makubwa katika maisha hasa ya Mkristo na wanadamu wote kwa ujumla. Ya kwanza ni uchawi wa chakula, lakini ya pili ni uchawi wa ngono za maelekezo. Ndio, umenisikia sahihi. Uchawi wa ngono za maelekezo. Shetani ana mchezo mmoja hivi, akikujaribu kutafuta kwa kila hali akakushindwa, anakutumia mwanamke ama mwanaume atakayefanya na wewe ngono za maelekezo. Kuna maandiko mengi kwenye Biblia ambayo yanaeleza hivi tu waziwazi, lakini moja andiko ni Ufunuo wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Biblia inasema Balaamu alimwelekeza Balaki kuwafundisha watu mafundisho ya kuhusu chakula kilichotolewa sadaka na uzinzi. Hii ina maana gani? Wana wa Israeli walipotoka Misri, ilipokuwa imeshindikana kuwalaani kwa kutumia madhabahu 7, ng'ombe 7 na kondoo 7, walichofanya waliwaalika kwenye sherehe za vyakula vilivyotolewa sadaka kwa miungu yao pamoja na kuzini. Kwa nini? Kwa sababu uzinzi una nguvu kubwa sana. Unapozini, starehe yake dakika moja au dakika mbili, lakini madhara yake ni makubwa sana. Kuzini sio shida, kwa sababu unapozini hauzini na Mungu. Mungu yuko mbinguni. Lakini kwa nini Mungu alituambia kwamba usizini? Ni kwa sababu alijua madhara yanakupata wewe mwenyewe, na maandiko yanasema ya kwamba azinie anatenda dhambi sio kwa Mungu, bali anafanya dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa nini? Unapozini unafanya biashara, unauza na kununua. Katika ulimwengu wa roho unauza vitu vyako na unanunua vitu vya yule mtu ambaye umezini naye. Sasa nataka nikupe mfano. Ni watu wa aina gani ambao shetani akiwajaribu na kuwakosa anawatumia roho za uzinzi, au wanawake ama wanaume ambao watazini nao ili aweze kuchukua nguvu walizonazo? Wa kwanza ni watu wenye nguvu kubwa ya Mungu. Samsoni alikuwa ni jeshi la mtu mmoja, alikuwa na nguvu kubwa sana ya Mungu ndani yake. Lakini nini kilifanyika? Wafilisti walipomshindwa walimtumia Delila. Delila alimmalizaje Samsoni? Kwa kupitia uzinzi. Biblia inasema ya kwamba alishuka kutoka juu mpaka akaanza kuwa msagangano. Jambo la pili, mtu yoyote mwenye nyota kubwa, wachawi wanajua namna ya kuangalia nyota za watu, na njia rahisi sana ya kuchukua nyota ya mtu ni kupitia uzinzi. Ndio maana nakwambia kuna uzinzi wa maelekezo. Kuna watu wameelekezwa kuzini na wanawake hata 3 kwa siku, wengine wameelekezwa kuzini na mabikira, wengine wameelekezwa kuzini na wanaume wenzao, na wengine wameelekezwa kuzini na wanawake wenzao, na kwamba kupitia hiyo kunakuwa na transactions. Lakini watu wa aina ya tatu, ukiacha watu wenye nyota kubwa, ni watu wenye hatima iliyo kubwa. Kama una hatima kubwa, shetani anajua kabisa kwamba unakwenda mbali kwenye maisha yako. Anachofanya ni nini? Anakutumia mtu ambaye utafanya naye ngono, lakini hiyo ngono inakuwa ni ngono ya maelekezo, na anabeba kila kitu ulicho nacho. Na mtu mwingine ambaye mara nyingi vitu vinachukuliwa kwa njia ya uzinzi ni watu wenye vipawa, wenye talent, wenye karama kubwa ndani yao. Shetani anawatumia kitu cha ajabu, ngono za maelekezo. Sasa sikiza nikuchekeshe kitu. Uzinzi haupo aina moja tu ambao ni physically. Kuna uzinzi wa aina mbili. Unaweza kazini kwa kujua, au unaweza kazini ukiwa umelala kwenye ndoto usiku. Unashangaa mwanamke wa kiroho anakuja unazini naye, au mwanaume wa kiroho anakuja unazini naye. Na inapotokea ndoto ya namna hiyo, sahau wewe kutajirika. Sahau kuwa na amani kwenye maisha yako. Utakuwa na matatizo ya kila aina ambayo nitayaelezea kwenye clip inayofuata. Stay tuned. Stay tuned. This is your friend Apostle and Prophet Godfrey Fungo Master. I love you.